Na Nekesa Owuor mwenye umri wa miaka 37 ametumia miaka 14 ya maisha yake kupambana na ugonjwa sugu. Nekesa aligunduliwa kuugua saratani ya titi akiwa mdogo, na kwa takribani nusu ya maisha yake mama huyo mwenye watoto 4 amestahimili uchungu, matatizo ya kiafya na kifedha pamoja na changamoto za kisaikolojia. Baada ya miaka mingi ya kutafuta matibabu hospitalini, ugonjwa huo umedidimiza familia hiyo katika lindi la matatizo ya kifedha. Nekesa sasa anatoa wito kwa wahisani kumsaidia kupata shilingi milioni 5 zitakazomsaidia kugharamia huduma za matibabu yake. Kilichoanza kama safari yenye matumaini hatimaye kimebadilika kuwa miaka yenye uchungu na changamoto za kifedha kwa Nekesa Owuor. Nekesa mwenye umri wa miaka 37 ni mama wa watoto 4, anayesema alikuwa akiishi maisha ya kawaida hadi alipofanyiwa uchunguzi wa kimatibabu katika hospitali ya Kiambu uliobadilisha maisha yake. Vipimo zaidi vilionyesha kwamba alikuwa ameugua kansa ya titi, jambo ambalo lilifungua ukurasa mpya wa matibabu, kuchunguzwa mara kwa mara na kuhudhuria vipindi vya matibabu. Hii kitu imenifura miaka 14 iliyopita, lakini ilianza kufura miaka 3 imeisha. Nilikuwa naenda hospitali, wananiambia hakuna ugonjwa. Baadaye Nekesa alielekezwa kutafuta matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta, ambapo wataalam walipendekeza utaratibu wa upandikizi wa titi kama sehemu ya matibabu yake. Nilipoenda Kenyatta last year, ikajulikana niko na wakanipima kwa kanyama, ikasemekana ni kansa, lakini kwa mfupa. Akaanza matibabu kwenda Kenyatta kwa kila siku. Hapo ndio sister yangu maumivu ilianza kabisa. Kwanza hiyo muda ndio maumivu ilianza kabisa, akashindwa kufanya kitu chochote. Nekesa alitumwa nchini India kwa utaratibu huo wa matibabu, lakini baada ya mashauriano na hospitali kadhaa alipata fahamu kwamba upandikizaji na upasuaji ungegharimu takriban shilingi milioni 5, kiasi ambacho hakuwa nacho. Nikaanza makliniki zote, zikaisha, ikafika wakati wa surgery. Wakaniambia surgery inastahili milioni 5. Ndio, na mfupa iko Kenya, iko India. Sasa hapo ndio matibabu yangu ilisimama, imefika mahali paka kitu imepasuka, inatoka damu. Ameenda Kenyatta matibabu, lakini amemwambia eti before mtibu akuwe nako kapleti kakweka hapo kwa kifua ndio waendelee na matibabu. Kapleti kanachakana 5 million. Matibabu hayo ya muda mrefu yamemwacha akiwa muflis na familia yake kusalia ikipambana kupata fedha za kulipa gharama yake ya matibabu. Nimekazwa, siwezi nikafanya chochote. Kila saa unakunywa dawa. Hakuna vile utakaa bila kukunywa dawa. Hii kitu naumia sana. Na pesa sisi hatuna. Serikali tuonee huruma, ituokolee. Dada yake Nekesa aliyekuwa amehamia Nairobi kutafuta ajira alilazimika kuacha kazi ili kupata muda wa kumtunza Nekesa, huku hatua hiyo ikizidi kuwaathiri kifedha. Nekesa sasa anatoa wito kwa wahisani kumsaidia kupata fedha zitakazotumika kugharamia utaratibu huo pamoja na upasuaji. Ili kumsaidia, unaweza kutuma mchango kwa nambari ya Paybill 4817367, akaunti ni Nekesa, au tume mchango wako kwa nambari ya Ramadhan Owori, nambari ya simu ni 0729770665, na Zaitun Owuor Nekesa kwa nambari ya simu 0798646916.